Uwali gani na karibu katika taarifa yetu ya habari katika siku ya leo. Leo tunaangazia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo hali ya usalama imechukua sura mpya kufuatia kifo cha msemaji maarufu wa kundi la waasi la M23 Willy Ngoma. Lakini nyuma ya milio ya risasi kuna mikataba mikubwa ya mabilioni ya dola kati ya Rais Felix Tshisekedi na serikali ya Marekani. Mapema wiki hii tarehe 24 Februari 2026, taarifa zilizothibitishwa na vyanzo vya kijeshi na vile vya Umoja wa Mataifa zimeeleza kuwa LT Colonel William Ngoma ameuawa. Ngoma ambaye alikuwa sura na sauti ya M23 miaka mingi amepoteza maisha katika shambulio la drone lilolenga msafara wao kati ya maeneo ya milima ya Rubaya. Shambulio hili linatajwa kuwa pigo kubwa kwa uongozi wa kijeshi wa AFC M23, kwani Ngoma alikuwa kiungo muhimu wa mawasiliano na propaganda za kundi hilo. Wakati hayo yakijiri, serikali ya DRC na Marekani zimetangaza kuimarisha ushirikiano wao chini ya mikataba ya Washington According. Marekani sasa itaanza kutoa misaada wa kishushu intelligence sharing kwa jeshi la RDC FARDC. Lengo ni kuongeza ufanisi wa mashambulizi ya anga dhidi ya makundi ya waasi. Lakini mchezo hujaishia hapo. Marekani imefanikiwa kusaini mikataba wa kimkakati unaoipa kampuni za Kimarekani kipaumbele cha kuichimba madini ya thalum na cobalt katika eneo la Rubaya. Hii inatajwa kama hatua ya Marekani kujimarisha dhidi ya ushindani wao na China katika soko la madini yanayotumika kutengeneza simu, magari ya umeme na vifaa vya kijeshi. Wataalamu wa siasa za ukanda wa Maziwa Makuu wanahoji, je, kifo cha Willy Ngoma na kuingia kwa Marekani kijeshi kitaleta amani ya kudumu au ndio mwanzo wa vita vipya kugombea rasilimali? Tuachie maoni yako hapo chini na sisi tutapita nayo katika taarifa zetu za habari zinazokuja kila wakati. Msomaji wako ni Tajiru Omoyo na hii ni TWM Media. Usikose kusubscribe na usahau kushare. TWM tunahitaji support.